Karibu katika Jimbo Katoliki la Bagamoyo, mlango wa imani ya Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Jimbo hili ni muunganiko wa sehemu ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam na Jimbo Katoliki la Morogoro. Kanisa Kuu la Moyo Safi Jimbo Katoliki la Bagamoyo ni kanisa mama wa makanisa yote nchini Tanzania, na askofu wa kwanza hapa nchini Tanzania alikuwa Bagamoyo, na baadaye alihamishia makazi yake maeneo ya Kilakala, Morogoro, yalipo makazi ya askofu wa sasa Jimbo Katoliki la Morogoro. Bagamoyo kumekucha, Bagamoyo leo, Bagamoyo kumechangamka. Jimbo Katoliki la Bagamoyo ambalo ni kitinda mimba kwa wakati huo, pia ni mama wa imani Katoliki nchini, lililozinduliwa Mei 3, 2025 na kufuatiwa na adhimisho la kusimikwa kwa Mhashamu Stefano Musomba OSA kuwa askofu wa kwanza baada ya Bagamoyo kuwa jimbo. Sisi sote tuko hapa leo katika tukio hili la furaha la kumshukuru Mungu kwa kusimikwa Mhashamu Stefano Musomba aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo lililoundwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 7 mwezi Machi 2025. Nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wote mliofika hapa, washukuru kwa kazi kubwa mlioifanya kufanikisha siku hii ya leo. Mungu awabariki sana. Tuendelee kulijenga jimbo letu hili kama mababa zetu waliotuzaa waliotuahidi kwamba wataonyesha ushirikiano. Tuko katikati. Upande huu kuna Dar es Salaam, upande huu kuna Morogoro. Basi nadhani Mungu atatubariki, tutafanya vizuri na tuendelee kujikabidhi mikononi mwake. Kabla ya kupokelewa katika jimbo lake, Mhashamu Musomba alikuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Aliagwa katika adhimisho la misa takatifu na kusindikizwa na mamia ya waamini wakiwemo mapadri, watawa na walei. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, umenilea katika utume na mara nyingi ulitumia neno ninafanya hivyo ili mtu anapopewa jimbo asiwe kamangamanga. Kwa hiyo nadhani sitamangamanga baba. Umenilea vya kutosha pamoja na pacha wangu. Kwa hiyo nitajitahidi sana nisije nikamangamanga nikakuaibisha kwa kazi kubwa ulioifanya. Lakini vile vile sikuwa mgeni hapa Dar es Salaam. Nimefanya utume sana hapa. Karibu katika upadri wangu nimekuwa hapa Dar es Salaam. Na aliyenipokea wa kwanza hapa Dar es Salaam alikuwa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, kwa kuniteua kuwa paroko wa kwanza wa parokia ya Mtakatifu Agustino Temboni. Nimeenda huku na huku tena nikarudi tena, amenipokea. Nimeenda tena nikarudi, kanipokea. Mwisho nikanyakuliwa nakaa na Mhashamu Baba Askofu Mkuu. Kwa hiyo nakushukuru Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kunipokea, na vile vile kwa ushauri mbalimbali. Na naweza nikasema nimejifunza mengi, hata wale ambao wamesema katika harambee na nini, alitumia neno lake moja, saa Temboni hakukuwa na nyumba ya mapadre. Kwa hiyo nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya shirika pale Mavurunza, alafu naenda kuhudumia. Alikuwa kila mara nikikutana naye anasema usiridhike kukaa kwenye nyumba kubwa, hiyo sio ya kwako, ujenge sasa ya kwako kule Temboni. Na kweli ilikuwa inanisaidia sana namna ya kutafuta pesa kujenga nyumba kule Temboni, na mwisho wakati nilijenga
lakini bahati mbaya sikuweza kukaa katika nyumba hiyo, nikahama. Safari ya kuanzishwa Jimbo Katoliki la Bagamoyo imetoka mbali. Mhashamu sana Jude Thaddaeus Ruwaichi, OFM Cap, ni askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, anaelezea mchakato wa kuanza kwa Jimbo Katoliki la Bagamoyo. Ni kweli kwamba kabla ya mwaka 2018 tulipoadhimisha miaka 150 kulikuwa na mazungumzo mengi kuhusu kuanzishwa kwa Jimbo la Bagamoyo. Sio kwamba ulikuwa ni mpango wa kukwamisha, lakini tu ni ule umakini katika kuandaa mambo. Ili jimbo litangazwe ni lazima ifanyike kazi ambayo itazaa project. Na mpaka 2018 hakuna project iliyokuwa imeandikwa. Mambo yalizungumzwa bila data kuwekwa pamoja, zikawa project ambayo ingeweza ikapelekwa Roma na ikafanywa kazi. Tulianza kuandika project ya Jimbo la Bagamoyo baada ya kuhamia kwangu hapa Dar es Salaam mwisho wa 2018 mwanzo wa 2019. Kuanzishwa kwa Jimbo Katoliki la Bagamoyo kumesababisha kumegwa kwa parokia 17 na mapadri 30 kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam na kuwa sehemu ya Jimbo Katoliki la Bagamoyo. Mhashamu Askofu Mkuu Ruwaichi anafafanua zaidi kuhusu hili. Kanisa ni moja, na kanisa lote lina jukumu la kuinjilisha. Linapozaliwa Jimbo la Bagamoyo, tuna jukumu kubwa la kuinjilisha, na tunaamini kwamba uwepo wa hizo parokia 17 kutoka Dar es Salaam utasaidia hilo jimbo litekeleze utume wa kuinjilisha vizuri. Hizo parokia 17 zinatoka hapa zikiwa zinabeba mapadre 30 ambao watakuwa ni nguvu kazi ndani ya Jimbo la Bagamoyo. Natambua kwamba kutoka upande wa Morogoro zitakuwa zimetoka parokia 11 na parokia teule 2, ambazo hizo 11 zinabeba mapadre walioko tayari kwenye hizo parokia 11 na wameongezwa wengine 4. Kwa hiyo watakuwepo mapadre kama 15 kutoka Jimbo la Morogoro, wakiunganika na wale 30 kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Awali, kabla ya Jimbo Katoliki la Bagamoyo kutangazwa rasmi na hayati Baba Mtakatifu Francisco, lilikuwa chini ya Jimbo Katoliki la Morogoro, ambapo Mhashamu Lazarus Vitalis Msimbe SDS ni askofu wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Hapa anafafanua sababu za kuligawa jimbo hilo. Jimbo la Morogoro ni kati ya majimbo makubwa hapa Tanzania. Tumekuwa na parokia 80 na bado kuna vigango vingi ambavyo ni vikubwa, vinatarajiwa kabisa kuwa parokia, lakini hatuna mapadri wa kutosha. Kwa eneo la mraba, eneo la Jimbo la Morogoro ni kilomita 43,380 square kilometers. Kwa hiyo kwa size ni kubwa sana. Ukijaribu kuangalia, ukitokea Iringa mpaka Ruaha pale linapoishia Jimbo la Iringa, unakuja mpaka hapa, alafu unakwenda mpaka Chalinze, unakwenda mpaka Bagamoyo, ni eneo kubwa sana. Unahitaji karibu masaa 7 au 8 kumalizia kutembea kwa eneo hilo. Lakini hata ukielekea upande wa Dodoma kutoka Gairo mpaka kuja hapa mjini, alafu uende tena mpaka Matombo mpaka Kisaki, bado utaona kwamba ni safari ndefu na ni eneo kubwa sana.
Kwa hiyo nimesema ni sababu za kichungaji kwa sababu eneo ni kubwa, na askofu maana yake kama askofu ninaona kuna ugumu sana wa kuweza kuzitembelea parokia zote. Yaani inaweza ikapita miaka 2, 3, hata 4 parokia nyingine sijafika. Na ukizingatia parokia za jimbo letu karibu zaidi ya nusu ni milimani ambako wakati wa mvua huwezi kwenda. Tuseme ukweli, tumetoa parokia 13 kuanzia pale Bwawani ambapo mkoa wa Pwani unaishia kuelekea kule. Lakini huku upande huu wa jimbo la Morogoro sasa, manake baada ya kutoa parokia 13 tunabakiwa na parokia 67. Na kwa upande wangu mimi ninaona bado jimbo ni kubwa. Manake parokia 67 manake ni karibu Bagamoyo sasa ije mara 2. Bagamoyo itakuwa na parokia kama 30-31. Manake ije mara 2 na zaidi. Lakini bado kuna vigango vingi ambavyo vitakuwa parokia hasa tukipata mapadri. Kumbe wazo la kugawa tena jimbo lipo, ninalo. Na si kwamba wazo hilo limetoka kwangu moja kwa moja, ila wazo hilo lilikuwepo hata siku za nyuma. Kulikuwa na wazo la kugawa jimbo la Kilosa, yaani lipatikane jimbo la Kilosa. Lakini basi hata balozi wa Baba Mtakatifu aliniuliza, je, baada ya kugawa Bagamoyo unalo wazo la kuendelea kugawa tena jimbo? Kwa sababu alisikia kwamba kulikuwa na tetesi huko nyuma kwamba kutakuwa na jimbo la Kilosa. Akasema, unataka kuendelea nalo? Mimi nikamwambia kwa sasa kwanza tumalize ili la Bagamoyo. Tukishamaliza la Bagamoyo, alafu baada ya miaka 2, 3 hivi nitaona kazi zinaendaje, na pengine kama kuna matayarisho yote ya kufanya, halafu nitatoa maamuzi kwamba sasa tutagawa tena tupate jimbo la Kilosa au la. Kwa sababu kuna possibility mbili pia, au kugawa jimbo au kuomba askofu msaidizi. Na huu ni ushauri kutoka kwa Baba Mtakatifu Francisco tulipokwenda kwenye ad limina visit miaka 3 iliyopita. Alitushauri kwenye majimbo ambayo ni makubwa mno ni vizuri kugawa ili kuweza kutoa huduma kwa urahisi kwa watu za kiroho. Ni takribani miaka 6 ya utume wa Askofu Msimbe akiwa msimamizi wa kitume na miaka 3 na miezi 7 akiwa mchungaji mkuu katika jimbo Katoliki la Morogoro. Naye anaeleza alivyoshiriki kuanzishwa kwa jimbo Katoliki la Bagamoyo. Nilianza mchakato huo moja kwa moja bila kuchelewa. Huko nyuma walianza kiasi fulani lakini haikufikia hatua kubwa. Basi mimi nikaanza miaka 5-6 iliyopita, na kwa kumshirikisha askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Na kwa pamoja tumefanya hiyo kazi kwa kushirikiana vizuri sana, na ndio maana tumeweza kufaulu. Kwa hiyo hakukuwa na ugumu mkubwa kwa sababu tulishirikiana, mimi wa jimbo la Morogoro na askofu mkuu Askofu Ruwaichi. Tulishirikiana vizuri sana na tumekubaliana bila ugumu wowote, tumeweza kufikia hatima yake. Ni ugumu ulikuwepo kwa sababu tulikuwa tukipeleka taarifa kwa balozi wa Baba Mtakatifu ambaye alikuwa anapeleka taarifa Roma, Vatican, lakini pia kule wanasoma zile taarifa, wanatuuliza maswali. Tunayajibu yale maswali, tunapeleka tena. Wanauliza kuhusu ramani, sijui kuhusu mapadre, kuhusu fedha, kuhusu uchumi, mgawanyo wa mali na kadhalika. Kwa hiyo ugumu ulikuwa hapo. Tukipata yale maswali tunakaa tena mimi na askofu mkuu Ruwaichi, tunajadiliana, tunatoa majibu, tunapeleka. Wanapitia, wanaturudishia tena kama kuna kitu hawajakielewa, wanatuuliza tena. Kwa hiyo mara kadhaa
tumeweza kuulizwa maswali, tukajibu, tukapeleka, na sasa hatimaye kuanzia mwaka jana basi tulikuwa tumemaliza upande wetu. Tulikuwa tunasubiri sasa Vatican Baba Mtakatifu aweze kuliunda hilo jimbo jipya na kumteua askofu mpya. Jumla ya mapadri 7 wa jimbo Katoliki la Morogoro wamejumuishwa katika jimbo Katoliki la Bagamoyo kwa sababu za kichungaji, na Askofu Msimbe anashukuru kwa ushirikiano waliopata katika kuanzisha jimbo hilo. Kinachonifikirisha ni kwamba mimi ilibidi nitoe zaidi mapadre wangu wazuri waweze kwenda kule wakasaidie. Kwa sababu tukichukulia pale Bwawani kama mpaka kwenda kule, baada ya kugawa jimbo, mapadre wa jimbo kabisa kutoka Morogoro ni kama walikuwa 3. Sasa kwa sababu za kichungaji, basi kwa ushauri wa askofu mkuu na maaskofu wa kanda, basi tuliona ni vema Morogoro tuongeze mapadri wengine ambao hawakuangukia kule, wako huku, lakini tuwaongeze waende kwenye jimbo jipya la Bagamoyo. Na kwa mantiki hiyo nimewateua mapadri 4 ambao hawakuangukia upande ule, walikuwa huku. Nimewateua hao na nikawapeleka kwenye jimbo jipya la Bagamoyo. Napenda nichukue nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru sana jimbo kuu la Dar es Salaam. Wametoa mchango mkubwa sana. Kama ningekuwa ni mimi jimbo la Morogoro peke yangu, pengine ningeshindwa au ingenichukua muda mrefu zaidi kukamilisha mchakato huo. Lakini kutokana na ushirikiano uliopo kati yangu na askofu mkuu, yani jimbo la Morogoro na jimbo la Dar es Salaam, kwa upendo na ushirikiano, kwa kweli tumefaulu, na sina budi kuwashukuru sana jimbo kuu la Dar es Salaam, hasa askofu mkuu Thaddaeus Ruwa'ichi kwa moyo wake wa kujitoa. Lakini hata hivyo ni lazima nitoe shukrani kwa Askofu Telesfori Mkude ambaye pia alianza huo mchakato. Lakini nitoe pia shukrani kubwa sana kwa askofu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Wazo la kuanzishwa kwa jimbo Katoliki la Bagamoyo ni la muda mrefu, na zipo sababu kadhaa zilizofanywa kuanzishwa kwa jimbo hilo. Miongoni mwa sababu hizo ni kurahisisha huduma ya utume kuwafikia waamini wa kanisa Katoliki kwa urahisi. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ni askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Anatupitisha katika mchakato wa uanzishwaji wa jimbo hilo. Ziko sababu kadhaa kwa nini walifikiria maeneo hayo, lakini sababu kuu moja ilikuwa ni kufanya majimbo ya kanisa Katoliki yawe katika hali inayotakiwa, kwa maana kusema akiwa makubwa mno inakuwa si rahisi kuyahudumia kwa askofu au, lakini ni wazi hawakuweza kuanza wakati ule na majimbo yote yaliyofikiriwa, kwa sababu kwanza kulikuwa upungufu wa hudumu. Mtapata wapi maaskofu na mapadi na wahudumu wengine watakaojaza majimbo multiply kwa haraka. Lakini kwa kifupi ilikuwa ni kufanya uinjilishaji wa majimbo katika Tanzania uwe ni kuwezekana kumudu. Ni kwamba wakati huo wakiongelea juu ya jimbo la Bagamoyo na pia wazo la jimbo la Kilosa ambalo bado linaonekana liko mbali sana, ni wakati huo walipoongelea pia maaskofu kuhusu jimbo la Mpanda kule
wakati ule ikiitwa jimbo la Karema, ilionekana ambayo baadaye imekuwa ni jimbo la Sumbawanga. Alafu wakaona sehemu yote ile ni kubwa mno, kwa hiyo ni vizuri kugawa. Sasa Mpanda ikawahi ikatokea ikafikia hatua hiyo. Moja kwa ya sababu ya maeneo kwa ni kwamba kule kulikuwa labda mapadi wengi zaidi, kwa hiyo iliwezekana kutatua ile tatizo la hudumu kwa kuweza kuendesha jimbo jipya, majimbo yanayoongezeka. Jingine lililosukuma hasa wazo la jimbo la Bagamoyo ilikuwa ni kwamba Bagamoyo ndio mlango wa imani katika sehemu yetu hii, na hali ambayo ilikuwa imejitokeza ni kwamba ni kama watu mmezaliwa kupitia kwa mama huyu Bagamoyo. Ana karibu wa misionari wote waliofika kuinjilisha katika Tanzania, karibu wote walipita Bagamoyo, wakaenda sehemu mbalimbali. Wao ni White Fathers. Wa Benediktini ndio walipitia tu Dar es Salaam na kutemka huko, lakini wengine wote mpaka Uganda, mpaka Rwanda, Burundi, wote wa misionari walipitia Bagamoyo. Sasa ikaonekana kwamba makanisa huko yanakuwa lakini mlango wenyewe ni kama unajifunga, ni kama unajifunga, na hali inakuwa sio ya kuridhisha. Na kwa kweli kulikuwa wakati tuliogopa kwamba hata wazo la kuwa na parokia kule Bagamoyo ilikuwa imeanza kuwa ni ya wasiwasi kwa kupungua kwa huduma. Kwa hiyo wakati huo sasa mimi nikawa mojawapo kati ya waliokuwepo sasa katika baraza la maaskofu, kuanzia wakati wa Askofu Mkoba, hayati Askofu Mkoba. Tulianza kuongea sana juu ya Bagamoyo na kusema lazima kufanya kitu. Lakini tukawa tunakumbana na zile shida za wahudumu, utapata wapi na kitu gani? Sema pole Mwenyezi Mungu atafungua milango, siku moja itakuwa hivi. Mwaka 2018 jubilei ya miaka 150 ya uinjilishaji nchini iliadhimishwa katika jimbo Katoliki la Bagamoyo, ikiwa ndani ya jimbo Katoliki la Morogoro, na ndipo kanisa Katoliki lilifikiri ni wakati muafaka wa eneo hilo la Bagamoyo kuanzisha jimbo Katoliki kutokana na umuhimu wake. Ilipofika wakati wa jubilei ya miaka 150 ya uinjilishaji, tulifikiri kwamba ni wakati mwafaka walau kufanya kitu angalau kuhusu Bagamoyo, ule mlango wa imani ambao umetufungulia na njia kwa ajili ya uinjilishaji katika sehemu kubwa sana masharikini mwa Afrika. Kwa hiyo tukaanza kufikiria kwamba ingekuwa ni wakati mzuri kuunganisha kuzaliwa kwa jimbo jipya la Bagamoyo na adhimisho la jubilei ya miaka 150. Lakini ni mawazo ambayo ni mazuri, yanayofaa kwa uinjilishaji, lakini kwa mwisho
Ni Mungu mwenyewe ndiye anajua wakati gani unafaa. Ni Mwenyezi ndio hasa ndiye anajua lini mambo yawe kama wanadamu wanavyopanga. Hauwezi kusema kwa sababu sisi tumefikiria na ni sasa, lazima iwe sasa. Tutakuwa tunachukua kazi ya Mwenyezi Mungu na tutajikuta tunafea, tunashindwa kabisa. Kwa hiyo lazima kumwachia Mwenyezi yeye atende kwa wakati wake. Na ndio sababu wakati ule haikuwezekana kwa miaka 150 ya uinjilishaji, haikuwezekana kuwa na jimbo la Bagamoyo. Na sasa ni wakati wa Mwenyezi ambapo kwa kweli mimi binafsi ni wazi nilikuwa nafikiria bado wazo lile je litatekeleka lini, kwa sababu kabla ya adhimisho la miaka 150 ya uinjilishaji, maaskofu walikuwa wamesukuma kabisa, hata tukaanza tukafanya kujenga nyumba kwa ajili ya askofu kule Bagamoyo na vitu kama hivyo. Ile nyumba ikaanza sasa ni kuzeeka kabla haijatumika. Basi kasema kwa hiyo daima tulikuwa na hamu ya kujiuliza ili wazo litatekeleka lini. Na ghafla basi imetekeleka, ikiwa wakati huu mawazo yale yaliyokuwepo yamekuja yamefanikiwa katika kipindi hiki, na ndio maana tunasema ndio wakati wa Mwenyezi aliyotaka. Tarehe 18 mwezi wa 7 1868, misioni ya Bagamoyo ilianzishwa rasmi, lengo ikiwa ni kufanya shughuli za kimisionari, na miongoni mwa matukio ambayo yalifanyika ilikuwa ni kupanda msalaba kama alama ya uzinduzi wa misioni hiyo, na baadaye ulipandwa mti wa mbuyu ambao upo hadi leo. Padre Nicetas Sikiara wa shirika la Roho Mtakatifu, aliyekuwa dekano wa dekania ya Bagamoyo, ambaye pia ni paroko msaidizi wa kanisa kuu la Moyo Safi wa Maria, Jimbo Katoliki la Bagamoyo, mwenye uzoefu wa miaka 13 ya utume katika eneo hilo likiwa chini ya Jimbo Katoliki la Morogoro, anaeleza hali ya kiimani na mapokeo ya Bagamoyo kuwa jimbo. Bagamoyo niseme imekuja kwa wakati, ijapokuwa ilipaswa kuja kuwa ya kwanza, jimbo la kwanza. Kwa nini nasema imekuja kwa wakati? Kwa sababu ni wakati ambapo kulikuwa na wakati hapa katikati Bagamoyo ilikuwa inakufa, na hata kiti cha askofu kikahamishwa, ilikuwa hapa, kikahamishwa kikaenda Morogoro. Lakini Mungu bariki, basi hali nzuri ikabadilika, na kila mdo inasema imekuja kwa wakati, kwa sababu Mungu ndiye ana mipango yake. Miaka hiyo ya 90 hali ikaanza kubadilika, maendeleo ya Bagamoyo yakabadilika, ndipo sasa hali ikaanza kubadilika kiimani pia. Watu wakakua, makanisa ya Bagamoyo yakaongezeka, mpaka mababa askofu wakaona kwamba sasa Bagamoyo inafaa tuweze kutangazwa kuwa jimbo. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwamba nimefanya kazi kwa miaka 13 hapa, na nimeweza kushuhudia jinsi ambavyo hizi shughuli za kuanza jimbo la Bagamoyo jinsi ambavyo zimefanyika. Kwa kweli namshukuru Mungu nimeweza kuwa sehemu ya sehemu hiyo. Hii miaka ya nyuma parokia ambazo zilikuwepo hasa ni parokia ya Moyo Safi, ndio, parokia ya Lugoba na parokia ya Mandera. Hizo ndizo zilizokuwepo. Lakini baadaye sasa pamoja na Ngerengere, hizo zilikuwepo kwa muda. Lakini baadaye hii miaka ya karibuni parokia ambayo ilizaliwa ya kwanza ni parokia ya Kerege. Alafu baadaye ikazaliwa parokia ya Kiharaka.
Baadaye imezaliwa parokia ya Makurunge, na hivi karibuni tena imezaliwa parokia teule ya Kiwangwa. Lakini kuna vigango ambavyo pia vinaonyesha kwamba hivi karibuni zitakuwa parokia teule pia. Kwa mfano kigango cha Kimalang'ombe, tuna dalili kubwa tu kwamba hicho kitakuwa ni parokia teule hivi karibuni. Ni kwamba tu kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwepo. Kwa mfano kwangu mimi naamini kabisa kwamba parokia sio jengo, parokia ni watu wako wa kutosha na kanisa lipo. Pengine tupate makazi ya wahudumu ili kusudi iweze kutangazwa parokia teule, alafu kisha shughuli nyingine zitaendelea kupanua kanisa na vitu vingine, lakini watu wapo. Kwa hiyo ukiangalia sehemu nyingine kama pia sehemu za Kiharaka, watu wako wengi wa kutosha. Kwa hiyo sehemu za vigango vya Kerege, iko vigango ambavyo pia ni vikubwa ambavyo vina mwelekeo itakuwa parokia hivi karibuni. Kwa hiyo ni dalili nzuri, tofauti na mwaka wa 91 wakati padri mwenzetu Padri Bayo alipofika hapa Bagamoyo, kwamba parokia iliyokuwa inafuata ni Lugoba na Bunju, lakini sasa parokia inayofuata hapa ni karibu tu ziko hapo. Kwa hiyo unaona kwamba kuna maendeleo mazuri, kwamba hata ukienda kwa miguu unafika kwenye parokia. Utaona kwamba mabadiliko haya yaliyoko hapa sio tu kwa sababu ya imani, lakini kwa sababu ya mchanganyiko wa watu, kwamba hii miaka karibuni kumekuwa na mchanganyiko wa makabila ya watu tofauti tumechanganyika, na wale wanasema hapa ni kwetu, sisi ni nyie mwenye wakuja. Unaona hicho kitu hakiko tena, tofauti na miaka mingi nilipokuja hapa naambia wewe ni wakuja. Lakini sasa hivi lugha ya wakuja na wazaliwa hiyo haipo tena kwa sababu sisemi kwamba wanamezwa, lakini mentalities zinabadilika pia, na mentalities zinapobadilika na imani inabadilika pia, kwamba wanaona kwamba sasa sisi ilikuwa ni mali yetu, lakini kumbe sio mali yetu, ni mali ya Mungu. Kwa hiyo watu na makabila mbalimbali wamekuja wakabadilisha. Bagamoyo niliyokuja mimi sio Bagamoyo sasa iliyoko sasa hivi, sio ile Bagamoyo niliona wakati nilipofika mimi. Padri Kiara na matumaini makubwa ya maendeleo ya kiimani baada ya Bagamoyo kutangazwa kwa jimbo na kupata mchungaji mkuu ambaye ni mhashamu Askofu Stefano Musomba. Na imani kabisa hii miaka ijayo si mingi, Bagamoyo itakuwa imekuwa kitu kingine kipya kabisa, na tofauti na sasa. Kwa sababu na imani huku tulikotoka na sasa hivi ni bora kuliko tulikotoka. Kwa hiyo tunakoelekea ni kubora zaidi, na naona watu wana imani zaidi kuliko huku tulikotoka. Na zile desturi za ajabu watu kidogo wanaondoka au hawazitekelezi tena kama ilivyokuwa. Ndio. Mimi siamini kabisa kwamba kutakuwa na mwanzo mgumu, kwa sababu kiongozi ambaye tumeletewa ni kiongozi mwenye uzoefu tayari, na hata kama angekuwa ni mpya kabisa, lakini ni padre ambaye ana uzoefu, tena ni askofu misionari. Kwa hiyo mwenye uzoefu wa misionari, kwamba sio tu Dar es Salaam na wala Bagamoyo kwamba ndiko anakopatia uzoefu. Hapana, yeye ni misionari, tunamjua na ameshafanya kazi sehemu mbalimbali. Kwa hiyo misionari wake utamsaidia asione ugumu katika kulitumikia kanisa la Bagamoyo. Ukiita Bagamoyo kituo cha hija ni sawasawa, ukiita Bagamoyo ni jimbo la hija ni sawasawa, lakini cha msingi ni kwamba kujua Bagamoyo ni jimbo niseme ambalo liko kwenye kitovu cha imani ya Tanzania, na sio tu Tanzania, East Africa na ya kati, Afrika ya Mashariki na ya kati. Kila mtu ajisikie kwamba hili jimbo ni lake. We must own the diocese
na tutumie nguvu zetu zote kuhakikisha kwamba jimbo letu linaendelea. Tushirikiane na askofu, tushirikiane na mapadri wanaofanya kazi katika jimbo hili, tupige hatua. Tusiangalie nyuma. Historia imeshakuwa hivyo, na historia basi sio kitu cha kulaumu, inatufundisha. Kwa hiyo sasa hivi tupokee zawadi hii Mungu ambaye ametupatia, na zawadi hii ni mbegu. Tuimwagilie ili kusudi ichipue. Tuimwagilie, tuipalilie. Kama ni sehemu za kupruni, tupruni ili kusudi tupate matunda yaliyo bora, matunda yaliyo mazuri katika jimbo letu. Jimbo Katoliki la Bagamoyo lina mashirika ya watawa wa kike na wa kiume yasiyopungua 14 yanayofanya utume katika jimbo hilo, nao wamefurahi Bagamoyo kutangazwa kwa jimbo Katoliki na kupewa askofu. Sister Lea Bahati Mbwambo ni mtawa wa shirika la dada wadogo Mtakatifu Francisco wa Asizi anayefanya utume katika chuo kikuu kishiriki cha Marian Maruko, jimbo Katoliki la Bagamoyo. Anaainisha baadhi ya mashirika ya kitawa yaliyopo jimboni humo. Tunayo mashirika kama 14 hivi. Labda kwa kuwataja tu kwa haraka haraka, nataja shirika la kwanza ni Masista wa Moyo Safi wa Bikira Maria ambao wanafanya utume wao kanisani na hospitalini. Tunao masista wa Mtakatifu Dennis, masista wa Passionist, dada wadogo wa Dar es Salaam. Tunao Assumption Sisters, tunao Evangelizing Sisters, tunao Nazareth Sisters, tunao masista wa Francisco wa Abudu Eucharist, tunao masista wa Evangelizing Sisters, tunao masista wa Mary Immaculate, ambao wote hawa wanaunda umoja pamoja na mapadri. Si watawa wa kike tu. Umoja huu wa watawa unaunganisha mapadri, mabruda pamoja na watawa wa kike. Kwa hiyo sisi wote tunafanya kazi moja na tumejitolea maisha ya kuishi katika jumuiya. Kwa hivyo kazi zetu tunazozifanya zinamtangaza Kristo katika kile tunachokifanya. Tumefurahi sana sisi kama watawa kupata jimbo letu hili la Bagamoyo, na tumefurahi pia kumpata baba askofu wetu mpya wa jimbo hili ambaye atafanya kazi pamoja nasi. Ni tamanio letu kwamba katika kupata jimbo letu hili jipya, kumbe na mambo mapya yataweza kujitokeza. Katika utume wetu sisi kama watawa, tunafanya kazi ambazo zinagusa jamii moja kwa moja. Mtawa akiwa shuleni anafundisha, mtawa ni mzazi. Kwa sababu mzazi yuko nyumbani lakini amemleta mwanafunzi si kwa masomo tu bali analelewa. Sisi akiwepo ni mzazi. Mpaka mzazi aje ajue mtoto pengine amepata shida, sister atakuwa ameshamhudumia mwanafunzi, kuhakikisha kwamba amepata huduma zote anazostahili. Kwa hiyo kazi tunayofanya sisi kama watawa ni kazi kubwa sana, kazi ya majitoleo. Ambapo mtawa mimi sitajali kwamba ni muda wangu wa kazi ama si muda wa kazi, nitafanya kazi. Ninapojitokeza jambo ambalo linahitaji mimi niweze kuwajibika, basi nitatoka kwenda kulihudumia ama kulishughulikia bila kujali kwamba muda wangu ni muda wangu wa mapumziko ama ni muda wangu wa kufanya kazi nyingine. Kwa sababu ninaheshimu jamii, naipenda jamii ambayo nimeitiwa kwenda kufanya kazi pamoja nao. Ni ukweli usiopingika kwamba safari ya Bagamoyo, ambalo ndilo lango la imani ya Kanisa Katoliki, kutangazwa kwa jimbo Katoliki imewahusisha watu wengi, akiwemo Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ambaye ni askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Padre Niceta Sikiara anaelezea mchango wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Hatuwezi kusherehekea bila hasa kutaja juhudi za awali alizozifanya Kardinali Pengo. Ameshughulika sana, na hata alipokuwa na kutembelea sisi huku, ukiongea naye unaona ile hamu aliyokuwa nayo ya kuanza kwa jimbo la Bagamoyo. Mimi niliona tangu mwanzo. Akasimama kidete kuhakikisha kwamba makazi ya
askofu wa jimbo la Bagamoyo yanatengenezwa, akaikamilisha. Askofu Mkude yeye alishirikiana naye kwa sababu ni jimbo ambalo linaanzishwa likiwa kwenye jimbo la Morogoro. Alishirikiana naye. Kwa hiyo kardinali akiwa kama ndiye alikuwa mkuu wa Metropolitan, alifanya shughuli iliyo kubwa akishirikiana na Askofu Mkude ili kusudi kuhakikisha kwamba hiki kitu ambacho kinachotafutwa cha Bagamoyo jimbo kiweze kupatikana. Miongoni mwa alama za mwisho alizoziacha hayati Baba Mtakatifu Francisco kabla ya kufikwa na mauti ni pamoja na kufanikisha ndoto ya miaka mingi ya Bagamoyo kutangazwa kuwa jimbo. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo anahitimisha kwa kutoa neno kwa Bagamoyo kutangazwa kuwa jimbo kamili. Kwangu ilikuwa ni kama kusema shughuli zote tulizojaribu kufanya kuhusu jimbo la Bagamoyo zimetazamwa kwa karibu, na Baba Mtakatifu anahakikisha kwamba hiyo inafanikiwa, na kweli tuseme imekuwa hivyo, imekuwa ni hivyo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kama tunabaki tuona na wazo la Bagamoyo, ilikuwa ni wakati wake tulipotaka kufanya tulipofanya jubilea ya miaka 150 ya uinjilishaji. Hakuna anayesema kwa nini wakati ule hakufanya, lakini kama nilivyosema, wakati wote kwa mwisho ni wa Mwenyezi, ndiye anayeamua wakati gani ni wa kufaa. Kwa hiyo amefanya hivi, na kwamba Mwenyezi amefanya yeye atuachie jimbo la Bagamoyo katika siku zake za mwisho. Mimi nafikiri ni zawadi ambayo Mwenyezi alitaka kutupatia katika shughuli zote za uinjilishaji katika kanisa letu la Tanzania. Kutangazwa kwa jimbo Katoliki la Bagamoyo kumewezesha kanisa Katoliki hapa Tanzania kufikisha majimbo 36, maaskofu wakuu 7 akiwemo Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa wa jimbo kuu la Tabora, maaskofu 35 na maaskofu wastaafu 11 akiwemo Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Kanisa kuu la Moyo Safi wa Maria Bagamoyo ni la kihistoria, mama wa makanisa yote nchini, na jimbo Katoliki la Bagamoyo ni lango la imani la kanisa Katoliki Afrika Mashariki na Kati. Pia ni kituo cha hija kitaifa. Hapa ndipo ilipo groto kongwe zaidi ya groto zote za Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili, mlinzi wa Tanzania. Bagamoyo kumekucha, Bagamoyo leo.